Na mtazamaji hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Karibu. Naam. Mkutano wa kisiasa ulolenga kuhamasisha wafuasi sasa umeacha nyuma vifo, umwagikaji wa damu na maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa huko Homa Bay. Watu 4 walifariki dunia, makumi wengine wakijeruhiwa, huku baadhi ya manusura kikabiliwa na majeraha iliyobadili maisha yao. Lakini ni nini hasa kilitokea katika mkutano wa Linda Mwananchi? Na je, nguvu iliyotumika wakati wa vurugu hizo ilikuwa ya lazima? Grace Ng'ang'a anaarifu zaidi. Hawa ni wanyonge, tusiogope anything. Watu 4 sasa wamefariki kufuatia ghasia zilizozuka wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi uliofanyika Jumapili huko Homa Bay. KTN imeelezewa kuwa miili miwili iko katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Moja ni wa polisi constable na dereva Jim Richard Onkundi almaarufu Richardson Okund. Onkund alikuwa miongoni mwa maafisa wa usalama waliotumwa kuongeza ulinzi wakati wa ziara ya Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay. Alishambuliwa alipokuwa akirejea kutoka katika jukumu lake katika barabara ya Homa Bay Kendu Bay, kati ya vituo vya biashara vya Olare na Nyangweso. Mwili mwingine ambao bado haujatambuliwa pia umehifadhiwa katika hospitali hiyo. Kupitia taarifa yake, ODM imesema angalau raia 24 walijeruhiwa, huku chama hicho kikirekodi visa vya majeraha kuanzia yale ya risasi hadi majeraha makubwa yanayodaiwa kutokea wakati wa makabiliano. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni Bernard Ochieng ambaye alijeruhiwa kiasi cha kukatwa vidole vyake vyote vya mkono wa kulia. Jean Morgan Odul alipata majeraha katika vidole viwili vya mkono wake wa kulia. George Opinde Onyango naye alipigwa risasi na pia kuvunjika mguu wake wa kushoto, huku Tony Onyango Othiambo akipigwa risasi kwenye paja lake la kulia. John Philip Owale pia alipigwa risasi na kupata jeraha la risasi kwenye bega lake la kulia. ODM imesema vurugu hizo pia ziliwacha maafisa 10 wa usalama wakiwa majeruhiwa. Miongoni mwao ni SSP Fred Kombaka, polisi dereva Kaplo Leonard Wanjala, Constable Geoffrey Kenebei, Constable Bernard Odundo na AP Constable Richard Muema. Vifo na majeraha hayo hivi karibuni vimeongeza uchunguzi kuhusu yaliyotokea katika mkutano huu, huku maswali yakiibuka kuhusu mazingira yaliyosababisha makabiliano hayo na matumizi ya nguvu. Kupitia katibu mkuu wake Catherine Omanyo, ODM inazitaka idara husika za usalama na uchunguzi kufanya uchunguzi wa haraka usio na upendeleo na wa kitaalamu kuhusu vurugu hizo. Kwa sasa maswala yanaelekezwa kutoka kwa mkutano wa kisiasa hadi kwenye uchunguzi, na swali kuu likiwa iwapo waliopewa jukumu la kubaini kilichotokea watawapa majibu familia za waliouawa na kujeruhiwa. Grace Ng'ang'a, KTN.